nikishasoma Msechu naye haja ashushe vitu. Hatuondoke hapa mpaka Msechu ashushe mambo. Kwa hiyo ikishamaliza unakuja Msechu, andaa kile kidude pale kwenye kwa DJ. Mimi nikishamaliza unaingia hapa kwa moto wako ule ule. Sawa Msechu na kuaminia. Mheshimiwa Japhet Asunga, waziri wetu wa kilimo, Mheshimiwa Frederick Turuwai Sumaye, waziri mkuu mstaafu wa awamu ya 3, ambaye pia leo tuko naye hapa, na yeye pia msije msahau ni mfugaji na ni mkulima, tumpigie makofi. Mheshimiwa Luhaga Mpina, waziri wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Dr. Philip Mpango, waziri wa fedha, Mheshimiwa Medad Kalimani, waziri wa nishati, Mheshimiwa Anthony Mtaka, mwenyeji wetu, mkuu wetu wa mkoa wa Simiyu, Mheshimiwa Enoch Jacob, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa wetu wa Simiyu. Natambua leo tuko na wakuu wa mikoa ya Geita, Mheshimiwa Engineer Gabriel kutoka Mara, Mheshimiwa Malima kutoka Musoma na kutoka Mwanza, Mheshimiwa Mongela, kwa pamoja na Mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Shinyanga, Mheshimiwa Zainab, Mheshimiwa naibu mawaziri wote ambao mko hapa, makatibu wakuu, Profesa Luoga, Governor wa Benki Kuu Tanzania, makatibu tawala wote wa mikoa ambao mko hapa, waheshimiwa wakuu wa wilaya, mzee wetu Mheshimiwa Paul Kibiti, Mheshimiwa waziri mstaafu wa serikali zilizopita, viongozi wote wa vyama vya siasa, natambua uwepo wa viongozi wa Chama cha Mapinduzi, Mheshimiwa Dr. Kamani, mwenyekiti wa Tume ya Ushirika Tanzania, wakurugenzi wote kutoka taasisi mbalimbali za serikali pamoja na taasisi binafsi, ndugu wakulima, wafugaji, wavuvi na wanaushirika wote ambao mko hapa, wana habari wetu ambao ndio mnaturahisishia kutambulisha shughuli hii ya leo kwa Watanzania wote, wasanii wote ambao mko hapa, kwaya, walimu, Msechu na wale wote waliotoa burudani walioko hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, habari za mchana. Mwadira baba baramayo iminza ise Simiyu ise Nyakabindi oye. Nimeiwezea mimi mwenzenu hata. Ndugu wananchi, kabla sijaanza kusema chochote, tuna kiongozi wetu wa nchi mstaafu, mzee wetu mzee Frederick Sumaye, ambaye ametumikia nchi hii kama mtumishi wa kawaida kwa miaka mingi sana, lakini kwa nafasi ya waziri mkuu kwa miaka 10. Anao mchango mkubwa katika kila shughuli ya maendeleo kwenye nchi hii, lakini pia yeye ni mkulima na mfugaji kwa historia yake. Kwa hiyo nimeona nimpe nafasi aje kusalimia kidogo, tupate ile testi ile ya enzi zake. Mheshimiwa Sumaye, karibu sana uje usalimie wa Tanzania. Uwepo wako hapa ni muhimu sana. Karibu sana mheshimiwa.
Naam, kunatolewa nafasi kwa aliwahi kuwa waziri mkuu Mheshimiwa Frederick Sumaye kuzungumza katika hadhara hii. Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, napenda nikushukuru sana kwa dhati kwamba umeamua niweze kupata nafasi ya kusalimia wananchi wote waliokusanyika hapa katika maonyesho haya, kilele cha maonyesho ya kilimo, mifugo na uvuvi. Kwanza napenda nijitambulishe tu. Najua mnanifahamu, lakini kuna mengine ambayo na hakika hata wewe waziri mkuu hufahamu. Inawezekana hata waziri wa kilimo hafahamu. Mimi miaka kadhaa iliyopita nikiwa naibu waziri wa kilimo, wakati huo kilimo ni pamoja na mifugo na kila kitu, ndiye niliyeshawishi na kumshauri waziri wangu kwamba tuanzishe maonyesho ya kilimo. Kwa hiyo maonyesho haya kwa kweli nafarijika sana kwamba nilihusika katika kuyaanzisha, na waziri wangu wakati huo marehemu Jackson Makweta akanipa kazi ya kuyaanzisha, kuyasimamia mpaka yafanikiwe, na ndio nashukuru sana mpaka leo bado yanaendelea. Mheshimiwa Waziri Mkuu, niseme tu jambo moja. Kama ilivyo kawaida, kwa mfano kwa sikukuu ya wafanyakazi, serikali huwa inapata yale ambayo wafanyakazi wanayo. Sasa kuna kitu hapa Waziri Mkuu kimekosekana. Hujapata taarifa ya wakulima wa kawaida, hujapata taarifa ya wafugaji wa kawaida, hujapata taarifa ya wavuvi wa kawaida. Umepata taarifa ya mawaziri wako. Hata mimi nilipokuwa waziri enzi hizo, waziri mkuu wangu akiwepo, ningetoa taarifa hizo ulizopewa leo. Kwa hiyo naomba Wizara ya Kilimo ianzishe chombo, kama TASO imekufa kwa sababu yoyote, basi ianzishe chombo ambacho siku kama leo sauti ambayo waziri mkuu unatakiwa uijibu itokane na wakulima na wafugaji na wavuvi wenyewe. Mheshimiwa Waziri Mkuu, nakushukuru kwa heshima ulionipa. Najua muda hauko, nilikuwa na mengi ya kushauri, lakini naona niishie tu hapo. Niseme tu bado kuna kazi kubwa katika kilimo, katika ufugaji, katika uvuvi. Nilimuuliza waziri wa kilimo kwamba tunazalisha kwa ekari kiasi gani, akaniambia kilo 200. Ziko nchi zinazalisha kilo 2000, 4000. Hatuwezi, tunaweza wote tuko kwenye uchumi wa kati, lakini wako ambao watakuwa hawajaingia sawasawa kama kilimo hatutatoka hapo tulipo. Na ndio sauti ya kilimo ya wakulima tungetaka kuisikia. Inawezekana wana mengi ya kusema. Na mtazamaji wa TBC1, bado unaendelea kufuatilia matangazo ya moja kwa moja ya kilele cha maadhimisho ya siku ya 88 kitaifa katika viwanja hivi vya Nyakabindi wilayani Bariadi hapa mkoani Simiyu. Na kinachoendelea kwa sasa ilikuwa ni hotuba ya waziri mkuu mstaafu Frederick Sumaye, lakini awali ilikuwa ni hotuba ya waziri mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa, kwa alimpa nafasi kwa ajili ya kuzungumza machache. Mkumbuka tuko hapa katika viwanja vya Nyakabindi wilayani Bariadi mkoani Simiyu, maadhimisho haya yakiwa yanaadhimishwa kikanda katika ukanda wa Ziwa Mashariki, ikijumuisha mkoa wa Simiyu, Mara pamoja na mkoa wa Shinyanga. Simiyu oye! Naam, tumsikilize mzee wetu mzee Sumaye oye! Baada ya kupata nasaha kutoka kwa kiongozi wetu
mzee wetu, nami sasa niseme ninayo furaha kubwa sana kujumuika nanyi Wanasimiyu na Watanzania wote kwa ajili ya siku hii ya kilele cha maonyesho ya kilimo, ambayo pia ni sherehe za wakulima, wafugaji na wavuvi, ikiwa ni sehemu ya tathmini ya shughuli zao wanazozifanya ambazo zinafanyika hapa kwenye viwanja vyetu vya Kibimbi kwa miaka mitatu mfululizo sasa. Lakini itakumbukwa siku ya tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu wa 2020 tuliondokewa na mzee wetu Mheshimiwa Benjamin William Mkapa, Rais wa awamu ya 3 wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni vyema nasi kama Watanzania ambao tuliguswa na msiba huu, ni waombe tusimame kwa dakika moja ili kumuombea kiongozi wetu. Mwenyezi Mungu ailaze roho ya rais wetu mstaafu mahali pema peponi. Amina. Nawashukuru sana, naomba mkae. Niendelee kutumia nafasi hii kumshukuru sana mwenyeji wetu Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Simiyu, lakini kwa pamoja na wakuu wa mikoa ambata ambao ni Shinyanga, Mara, ambao ndio wanatengeneza ujirani mwema. Na leo hii naona viongozi wa mikoa mingine kama vile Mwanza, Geita wako hapa kwa ushirikiano mkubwa wanaoonyesha wa kuunda kanda yenye mipango muhimu ya kimaendeleo, lakini pia kwa kushiriki maandalizi ya sherehe hizi za 8 hapa, lakini sasa hivi nyingine zinaendelea jijini Mwanza. Maandalizi haya yanaendelea hapa mkoani Simiyu kwa mara ya 3 mfululizo, pia yanaendelea nchini kote kwenye kanda zetu. Lakini sambamba na hiyo, niwashukuru sana kamati ya maandalizi ya kitaifa, na wapongeza pia wananchi wa mkoa wa Simiyu na mikoa jirani kwa mapokezi na makaribisho ya wageni wote walioingia mkoani Simiyu kwa ajili ya maonyesho haya. Mimi binafsi nawapongeza kwa sababu nakuja kwa mara ya 3 kila mwaka, na huwa naona namna ambavyo mnashiriki kamilifu kwenye maandalizi, lakini pia maandalizi yenu kwa kweli ni mazuri, jipigieni makofi. Nitumie nafasi hii pia kuwafikishia salamu zenu kutoka kwa Mheshimiwa Dr. John Pombe Magufuli, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye alitamani sana kujumuika nanyi kwenye siku hii ya kilele, lakini pia kutokana na majukumu kuwa mengi imemoya vigumu sana leo kuwahi na kuhudhuria hapa, na hivyo akaniagiza nije kumwakilisha. Pokeeni salamu nyingi kutoka kwa viongozi wetu. Anawapongeza sana, anathamini sana kazi mnazozifanya, na Mheshimiwa Rais anazo taarifa za namna ambavyo mkoa huu unachangia sana uchumi wa nchi hii. Hongera sana Wanasimiyu. Lakini hali kadhalika namshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye kupata nafasi ya kufika katika viwanja hivi mwaka huu, na ndiye alikuwa mgeni rasmi kwenye ufunguzi wa shughuli hizi kitaifa, ambazo pia zimeweza kuleta mafanikio makubwa. Watanzania wote tulimuona kupitia vyombo vya habari, tulipokea maelekezo yake kupitia vyombo vya habari, tuliona sifa alizozitoa kwa wakulima wa mkoa huu, wafugaji wa mkoa huu, lakini pia wavuvi wa maeneo haya kwa kazi mzuri ambazo mnazifanya.
Lakini kipekee natoa pongezi kwa wizara zenye dhamana, Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi, lakini kwa pamoja na Wizara ya Viwanda na Biashara, Wizara ya Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano, bila kusahau Ofisi ya Rais TAMISEMI, Ofisi ya Waziri Mkuu nayo kwa ushiriki wake, Wizara ya Maliasili na Utalii, Wizara na wakala mbalimbali wa serikali, taasisi za sekta binafsi kwa kazi kubwa iliyofanywa kwenye maandalizi ya eneo hili, lakini pia mchango mkubwa wa rasilimali zilizofanikisha maandalizi yote katika kushiriki maonyesho haya ya kitaifa yanayofanyika hapa leo. Ndugu wananchi, kama ambavyo mnafahamu, kila mwaka tarehe 1 hadi tarehe 8 ya mwezi wa 8 tunajumuika pamoja katika kuadhimisha sikukuu ya wakulima kitaifa, lakini pia kwenye ngazi nyingine huko wanasherehekea kwa ngazi ya kanda. Tunafanya hivyo ikiwa ni kuenzi na kutambua mchango wa jitihada za dhati za wadau wetu wa kilimo, mifugo na uvuvi katika maendeleo ya taifa letu. Na mimi katika hili, Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu, niseme tumechukua ushauri wako ambao maonyesho yatakayokuja tena tutalazimika kwenye ratiba kupokea taarifa ya wakulima kupitia mwakilishi wao, taarifa ya wafugaji kupitia mwakilishi wao, taarifa za wavuvi kupitia mwakilishi wao, lakini pia taarifa za wanaushirika, ili waeleze namna ambavyo wanaona kuna maendeleo au kuna changamoto, ili serikali tuweze kuzichukua tuzifanyie kazi. Tunashukuru sana kwa ushauri wako Mheshimiwa Waziri Mkuu mstaafu. Kwa hiyo kupitia maonyesho haya ambayo ni ya 28 tangu kuanzishwa kwake mwaka 1993, wakulima, wafugaji, wavuvi na wanaushirika na wajasiriamali kupata fursa kuonyesha na kujifunza matumizi ya teknolojia za kilimo, mifugo, uvuvi, lakini pia hata namna ya kuendesha ushirika kwa ajili ya kuongeza tija ya usindikaji kwenye maeneo mbalimbali. Ndugu wananchi, kauli mbiu ya maonyesho haya 88 kwa mwaka huu inasema kwamba kwa maendeleo ya kilimo, mifugo na uvuvi, chagua viongozi bora mwaka 2020. Sote tunafahamu mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Sekta ya kilimo, uvuvi na ufugaji, lakini pia na ushirika ni miongoni mwa sekta za uzalishaji ambazo maendeleo yake yanategemea kiasi kikubwa sana uongozi bora. Kwa lugha nyingine, naweza kusema kwamba kauli mbiu hii imekuja wakati mzuri na wakati mwafaka, kipindi ambacho nchi yetu inaingia katika mchakato wa uchaguzi mkuu. Hivyo nitoe wito kwa viongozi na watendaji kutumia vizuri kauli mbiu hii katika kuhamasisha wananchi kuchagua viongozi bora. Na nchi yetu inahitaji viongozi watakaokuwa wanaweza kuleta chachu ya mapinduzi katika sekta ya kilimo, mifugo na uvuvi na hata pia ushirika, ili kuleta ustawi wa maisha ya wakulima, wafugaji na wavuvi. Viongozi bora ni muhimu katika kuhakikisha uwekezaji unaofanywa na wadau unakuwa na tija, lakini wazingatia pia mahitaji na matumizi ya teknolojia ya kisasa na kuongeza thamani ya mazao kwa kuzalisha bidhaa kupitia viwanda vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Lengo la serikali ni kuongeza thamani ya mazao, lakini uzalishaji wa malighafi za viwandani, na hivyo kuchangia zaidi katika kuongeza pato la taifa na kuzalisha ajira nyingi, ikiwa ni sehemu ambayo inazalisha ajira za kutosha. Kwenye sekta ya kilimo, ndugu wananchi, nimejionea mwenyewe nilipokuwa natembelea mabanda mbalimbali kwa namna ambavyo wana maonesho wameonyesha mafanikio makubwa kwenye kilimo. Lakini pia nimetembelea kwenye mabanda mifugo na uvuvi. Tumeona namna ambavyo wadau ambao ni nyie mnavyoweza kuwasilisha kazi zenu hapa. Sekta mbalimbali, taasisi mbalimbali binafsi nazo zimeonyesha kazi zao hapa. Kwa kweli hatua ambayo tumeifikia sasa nchini ni mzuri, na kwa kweli inapelekea ukweli wa kupanda kwa uchumi wetu kutoka ngazi ya chini kwenda uchumi wa kati.
pamoja na changamoto tulizo nazo, niwahakikishie kwamba serikali tumejipanga vizuri kuhakikisha kwamba uchumi huo wakati unakwenda sambamba na maboresho ya sekta zote ambazo tunahitaji hapa. Kweli tumie nafasi hii kuwashukuru sana wadau mbalimbali mlioitikia wito wa serikali wa kuja hapa kuwekeza kwenye viwanda na vya kuchakata, kusindika na kutengeneza bidhaa zinazotokana na mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi. Lakini binafsi nimefurahishwa sana na ubora wa bidhaa hizo. Nimepita maeneo yote kuona na kupokea taarifa, lakini kuona bidhaa. Hakika mmejitahidi sana, jipigieni makofi wenyewe. Haya yote tunalenga katika kuboresha sekta hizi, lakini pia na kujikwamua kiuchumi. Ndugu wananchi, nanyi pia mtakubaliana na mimi kwa mazao ya kilimo, mifugo na uvuvi ni malighafi muhimu kwenye viwanda vyetu, na kwa kweli huchangia 65% ya malighafi zinazohitajika kwenye viwanda vyetu hapa nchini. Sekta za kilimo, mifugo na uvuvi zimeendelea kutoa fursa nyingi za ajira kuliko sekta zote mnazozifahamu. 58% ya Watanzania wameajiriwa na kujiajiri katika sekta hizi. Sekta hizo zinachangia zaidi ya 100% ya chakula nchini, na hivyo kusaidia udhibiti wa mfumuko wa bei na kuimarisha ushindani wa uchumi. Na leo nilienda kwenye taasisi inayoshughulikia chakula, NFRA. Bado wameendelea kutuhakikishia kwamba taifa letu lina akiba ya kutosha ya chakula. Ndugu wananchi, kilimo ni muhimili muhimu sana katika maendeleo ya uchumi wa taifa letu, na katika kipindi cha miaka 5 pato la taifa linatokana na kilimo, na kumetokea kutopanda kwa bei ya mazao yetu kutoka 17% mwaka 2015 hadi kufikia 17% mwaka huu 2020. Lakini pia kumezalisha fedha za kutosha kutoka shilingi trilioni 25.2 mwaka 2015 hadi shilingi trilioni 29.5 mwaka huu 2020. Lakini vile vile sekta hii imeweza kuchangia 28.2 ya pato la taifa, ambalo sekta ndogo ya mazao inachangia 16.2. Hii imetokana kuongezeka kwa uzalishaji wa bidhaa mbalimbali zikiwemo vyakula vinavyotokana na mazao ya kilimo. Upatikanaji wa pembejeo nao sasa kama serikali tunachukua kama kazi ambayo tunapaswa kuboresha upatikanaji wa pembejeo hizo, madawa, vifaa vya kilimo pamoja na mbegu. Upatikanaji wa mbegu bora umefikia tani 76,725.52, na kati ya hizo tani 61,703 zimezalishwa hapa nchini. Na leo nimekutana na ndugu zetu wa kitengo cha utafiti, kurugenzi ya utafiti nchini. Kurugenzi ya utafiti nchini inaendelea kufanya kazi mzuri ya kufanya utafiti wa mbegu bora na kuzalisha mbegu hizo, na kwa maana hiyo wameliwezesha taifa letu kupata mbegu kiasi kikubwa hapa nchini bila kutegemea kuagiza kutoka nje. Niwapongeze sana kurugenzi ya utafiti nchini kwa kuendelea kutafiti mbegu mbalimbali zinazosaidia sasa kuzalisha mazao yetu hapa nchini. Aidha, upatikanaji na usambazaji wa mbolea nchini sasa hivi umefikia tani 633,197, zaidi ya mahitaji ya tani zinazozihitaji ambazo zilikuwa ni tani 576,604. Ni matumaini yangu kwamba Wizara ya Kilimo itaendelea kusimamia na kuratibu kwa karibu mifumo yote ya upatikanaji wa pembejeo ili kuhakikisha kwamba pembejeo za kilimo, hususani mbolea, mbegu, zinawafikia wakulima kwa wakati kulingana na mahitaji. Ndugu wananchi, mwaka huu wa fedha, mwaka uliopita wa fedha 2019-2020, serikali kupitia mfuko wa taifa wa pembejeo za kilimo imetoa mikopo 93 yenye thamani ya shilingi milioni 836 kwa wakulima. Lakini pia sekta hii imeendelea kuzalisha mazao mengi kupitia mikopo hii kwa wakulima.
Na sasa kilimo cha umwagiliaji nacho kimepewa uwanda mpana. Tumeongeza eneo la kilimo cha umwagiliaji kutoka hekta 461,326 kwa mwaka 2016 hadi eneo la hekta 694,715 kwa mwaka huu wa fedha, sawa na ongezeko la 50.9. Tija ya uzalishaji katika skimu za umwagiliaji zilizoendelezwa imeongezeka vile vile kutoka wastani wa tani 1.8 mpaka tani 2 kwa hekta hadi kufikia wastani wa tani 4 mpaka tani 5 kwa hekta kwa mwaka huu wa fedha 2019-2020 kwa zao la mpunga. Tunaendelea kuimarisha umwagiliaji ili tuvune mazao zaidi na hasa wakati wa kiangazi. Kuhusu mazao ya chakula, ndugu wananchi, uzalishaji wa mazao ya chakula umeendelea kuimarika kama nilivyosema awali, na hivyo kuwezesha nchi yetu kujitosheleza kwa chakula kwa wastani wa 121 na kuwa na ziada ya tani 2,798,700 sawa na mahitaji ya chakula ya tani 13,819,863 zikiwemo tani 8,730,677 za mazao ya nafaka na tani 5,89,186 za mazao yasiyo ya nafaka. Hii inaonyesha kwamba bado nchi yetu ina chakula cha kutosha. Lakini pamoja na kushuka kwa uzalishaji wa chakula katika msimu 2018-19 tuliweza kuwa na ziada ya tani 2,473,774 za chakula, na kupungua huko kulitokana na hali ya hewa iliyokuwepo wakati huo. Na sasa tunao uhakika wa chakula cha kutosha, na maeneo yote yanayohifadhi chakula ikiwemo na NFRA wameendelea kutuhakikishia kwamba chakula tulicho nacho ni cha kutosha. Ndugu wananchi, uzalishaji wa mazao makuu ya biashara yakiwemo pamba, kahawa, chai, pareto, tumbaku, korosho, mkonge na sasa chikichi na miwa umeongezeka kutoka jumla tani 796,502 mwaka 2015-2016 hadi jumla tani 1,114,631 mwaka 2018-2019. Hili ni sawa na ongezeko la 43.7. Lakini pia mavuno, kutokana na mavuno hayo kiasi cha tani 1,613,000 za mazao ya kahawa, pamba, katani, chai, tumbaku na korosho kiliweza kuuzwa nje ya nchi na kuingizia taifa jumla dola za Marekani bilioni 3.42 sawa na shilingi trilioni 6.91. Na sasa tunasimamia uzalishaji wa zao la chikichi, ufuta, alizeti na mkonge ili kujitosheleza kwa mafuta ukiondoa huo mkonge. Ndugu wananchi, tumegundua kwamba kilimo cha bustani kwa sasa kimeleta faida kubwa. Uzalishaji wa mazao ya bustani umeongezeka kutoka tani 5,931,900 mwaka 2015 hadi tani 6,556,102 mwaka 2019 na 20. Thamani ya mauzo ya mazao ya bustani yakiwemo mboga au maua nje ya nchi yameongezeka pia kutoka dola za Marekani milioni 412 mwaka 2015 hadi dola za Marekani milioni 779 mwaka 2019-20 na kuifanya tasnia ya mazao ya bustani kuchangia 38% ya fedha ya kigeni zinazotokana na sekta ya kilimo. Na kwenye eneo hili leo nimepata nafasi ya kupita kwenye banda la JKT na kuona namna bustani inavyozalishwa. Nimezungumza na wananchi na kuwahamasisha wananchi sasa kwenda kwenye fursa ya kulima bustani. Mazao kama vile cabbage, vitunguu, nyanya, carrot na mazao yote ambayo yanalimwa kwenye bustani. Niliwahakikishia kwamba zao la bustani hutumii nguvu, lakini unapata fedha nyingi za kutosha. Na ndugu zangu wa Tanzania na wanasimiu mlioko hapa, nilichukua zao la cabbage pale ambalo kwa eka moja tunapanda kwenye matuta 37 na kila tuta moja lina miche 200.
inapandwa kwa mistari miwili, kila mstari miche 100. Ekari moja inakuwa na miche 7,400, na ekari moja unamudu kuisimamia. Lakini pia kila mche mmoja kwenye soko sasa hivi bei ya chini ni shilingi 1,000, na ukiuza miche yote 7,400 maana yake una milioni 7,400,000. Naomba unisikilize vizuri. Kuandaa shamba la ekari moja ni shilingi 50,000 mpaka shilingi 60,000, tena kwa trekta. Unaweza pia kuandaa shamba hilo, kuyapanga yale matuta. Tuta moja kuliandaa ni shilingi 1,000, na matuta yako 37, baki ni shilingi 37,000 jumlisha na ile 50 yako. Lakini matuta hayo 37, kila tuta moja, matuta yote yanahitaji mbolea, na mbolea mnazo, lakini ukiamua kununua unatenga shilingi 200,000 tu kupata mbolea ya kuweka kwenye matuta yote 37. Lakini mche mmoja kununua ili uje upanda kwenye bustani yako ni shilingi 100, na kwenye tuta lile lenye miche 200 jumla utapata shilingi 20,000. Gharama zote hizi ni shilingi 307,000. Lakini leo nimetembelea kwenye benki ya NMB, CRDB, Azania na NBC. Hawa wote wanakopesha, tena wanakopesha hata kiwango cha chini, shilingi 500,000, milioni 1, milioni 2. Wewe chukua mkopo wa mwaka mzima milioni 2. Milioni 2 hizi ukiamua kulima bustani yenye thamani ya shilingi 307,000, ukinunua na miche, thamani inakuwa na kuanza kulima inafikia shilingi milioni 540. Yani ukishauza unafikia shilingi milioni 2, bado unakuwa na ziada shilingi milioni 540. Milioni 540 ukitoa 300,000 unabaki na milioni 5,100,000. Kwa eka moja tu unapata faida ya milioni 5,100,000. Ndugu Simiyu, leo mko kwenye maonyesho haya. Ukiona hili nilosema linakuelea, na mimi nawashawishi mwanze kulima bustani. Inawezekana. Mrudi pale JKT, mjifunze, mpate maelezo. Lakini mkishamaliza, fanya maamuzi ya kwenda kukopa kwenye benki zetu NNB, CRDB, Azania na NBC. Pata milioni 2 zako, kaanze bustani yako eka moja, isimamie. Utapata faida ya shilingi milioni 5,100,000 ukiwa umesharudisha zile milioni 2 kule benki. Mimi oye! Bustani oye! Na natumia nafasi hii kupongeza sana JKT pamoja na taasisi ya TAHA ambayo imejikita kuwaelimisha wananchi kwa kilimo cha bustani. Kilimo cha bustani ni fedha tupu. Kilimo cha bustani ni faida tupu. Nataka nirudie, kama unataka fedha kweli, fedha inapatikana kwenye bustani. Maafisa kilimo na maafisa ugani, tumieni nafasi zenu kuelimisha wananchi kwa utaratibu huu, waweze kuelewa na washawishike kwenda kuanza kulima bustani. Ndugu wananchi, tuzungumzie kidogo swala la zana bora za kilimo. Sasa hivi matumizi ya zana bora za kilimo yameongezeka sana, kwa sababu tunayo matrekta makubwa, madogo na yenye ukubwa wa kati. Lakini pia kwa mkoa wa Simiyu na mikoa hii ya kanda ya Ziwa mnatumia sana majembe ya ng'ombe. Kwa matumizi haya yamewezesha kurahisisha maandalizi ya mashamba yetu na kutumia nguvu kidogo. Nakatumia nafasi hii kuhamasisha kuanza kutafakari kuachana na jembe la mkono, ili kutumia majembe yanayokotwa kwa ng'ombe, matrekta madogo na matrekta makubwa. Na matrekta hayo yapo, na leo nimeenda kwenye kampuni ya Agrocom, lakini nimeenda pia kwenye benki ya CRDB, NNB, NBC, Azania. Wote hao wana matrekta ambayo wanakopesha. Lakini tuna taasisi ya PAS ambayo inashirikiana wakulima kuwakopesha, iwe mtu mmoja mmoja au vikundi, mkapewa trekta lenu mkalima.
kwa kutumia trekta lenu kwa ushirika, itarahisisha kilimo na mtapata faida kubwa. Fanyeni maamuzi sasa kupitia vikundi vyenu, kupitia vijiji vyenu, nenda mnunue trekta. Sio lazima kununua, nenda mkakope trekta. Ikiwa na usimamizi mzuri, mtaona faida zake. Ndugu wananchi, mwaka 2019 sekta ya mifugo ilikuwa na changamoto nyingi sana, na Mheshimiwa Rais mwaka ule akafanya maamuzi ya kuitenganisha wizara ya kilimo ambayo ilikuwa na mifugo na uvuvi kuwa na wizara inayojitegemea. Leo hii sekta ya mifugo ni miongoni mwa sekta za kiuchumi ambazo ni muhimu katika kuondoa umaskini na kukuza uchumi wa taifa hili kwa ujumla, baada ya kuwa tumesimamia kuondoa changamoto zilizokuwa zinakabili wafugaji na hasa kuleta migogoro ya wakulima na wafugaji. Katika mwaka wa fedha 2019 na 2020, sekta ya mifugo imechangia asilimia 7.4 katika pato la taifa, na Mheshimiwa Waziri alipokuja hapa amelieleza vizuri sana. Ndugu wananchi, idadi ya mifugo hapa nchini inakadiriwa kuongezeka ikilinganishwa na mwaka 2018-19 ambapo idadi ya ng'ombe imeongezeka kutoka milioni 32.2 hadi milioni 33.4, mbuzi kutoka milioni 20 hadi milioni 21, na kondoo kutoka milioni 5 hadi milioni 5.65. Katika kipindi hiki uzalishaji wa nyama umefikia tani 701,679.1 ikilinganishwa na tani 690,626 za uzalishaji wa nyama kule nyuma. Kwenye mifugo faida zipo. Ongezeko la nyama, tena nyama bora, limeongezeka sana. Serikali ambacho inakifanya sasa ni kuwakaribisha wawekezaji wa viwanda ili tuwe naweza kuzalisha nyama ambazo pia zinaweza kununuliwa mpaka nje ya nchi kwa viwanda. Juhudi za serikali katika kuendeleza sekta ya mifugo zinaendelea, lakini pia serikali inaendelea na hatua za maboresho kama ifuatavyo. Moja, tunaboresha udhibiti wa magonjwa kwa kuzindua kampeni za uogeshaji mifugo ambayo inakwenda sambamba na usambazaji wa dawa za ruzuku za kuogesha mifugo hiyo, na Mheshimiwa Waziri amefafanua vizuri. Lakini mbili, tunaandaa mwongozo wa uogeshaji wa mifugo. Tunataka kila mfugaji aweze kuogesha mifugo yake. Tunaendelea kubainisha magonjwa yale yote hatari, na yako 13 ambayo tunakabiliana nayo kwa sasa, na Mheshimiwa Waziri ameyataja magonjwa yote. Tunaandaa kanuni za uzalishaji, uingizaji, usambazaji na uchanjaji wa mifugo hiyo ili kuwa na mifugo ambayo ina afya njema na hatimaye tupatie tija. 5, tunatengeneza maeneo ya malisho kutoka kwenye taasisi zake kama vile ranch, taasisi ya ranch ambayo iko chini ya Wizara ya Mifugo, ili kuweza kuwapa fursa wafugaji kuishi huko na kufuga kitaalamu. Tunalo pori kubwa sana kule mkoani Kagera, maeneo ya Misenyi. Pori lile tunawagawia wafugaji ili waende kukaa huko wafuge kitaalamu, na serikali itakuwa inawatembelea kuona hatua wanaoifikia. Lakini pia kwenye maeneo ya vijiji tuendelee kubainisha maeneo yanayofaa kwa ufugaji. Halmashauri za wilaya tubainishe maeneo yanayofaa kwa ufugaji ili kuondoa migogoro kati ya wafugaji na wakulima. Tunaendelea kuhamasisha uhamilishaji wa ng'ombe wa asili katika mikoa 8, Simiyu hii ikiwemo Dodoma, Katavi, Geita, Kagera, Mara, lakini tumeenda kule kusini mkoa wa Lindi na Tabora ili kuboresha kosafu za mifugo nchini. Hadi sasa ng'ombe milioni 6,826,026 wamehimilishwa katika kipindi cha mwaka 2019 na 20. Na leo nimeona utaalamu huo wa kubebesha mimba ng'ombe ili azae ng'ombe ambaye unamtaka. Hata kama unataka ng'ombe jike, utaalamu upo hapa kwenye viwanja vya Nyakabindi. Kama unataka upate ng'ombe jike tu, utaalamu huo unapatikana hapa. Kama unataka kumbebesha mimba mbili, utaalamu uko hapa. Kwa hiyo wafugaji, tumieni maonyesho haya kuondoka hapa mkiwa na utaalamu. Sekta ya uvuvi nayo pia tunaifanyia kazi vizuri na tuna uhakika tutafikia malengo tunayohitaji. Sekta hii ya uvuvi ni miongoni mwa sekta muhimu katika kuondoa umaskini, lakini pia inakuza uchumi wa taifa kwa ujumla,
lakini inazalisha pia ajira. Na mwaka wa fedha 2019/20 sekta ya uvuvi hii imechangia 1.71 katika pato la taifa na kuchangia ajira kwa Watanzania takriban milioni 4.5. Kwa ni sekta ambayo sasa tunaiangalia kwa karibu ili kuhakikisha kwamba tunapata ajira, tunaongeza uchumi, lakini ushiriki wa wananchi unaongezwa. Na sasa tumekuja na teknolojia mpya ya kufuga samaki. Tunalo limtambo likubwa ambalo unazamisha ndani ya bahari, unaweka samaki humo, wanatunzwa hapo na hawapotei, wanabaki humo humo mpaka wanapokuwa, unanyanyua, unavuna, unakwenda kuuza, unazamisha tena, unapata samaki, unawatunza, unaondoa tena. Teknolojia hiyo tunayo na maelezo tutayapata hapa hapa Nyakibimbi. Kwa hiyo wale ambao wanataka kuvua kwenda kwenye sekta uvuvi, na kama vile ndugu zangu wa Busega, nyie mnakaa kando kando ya Ziwa Victoria, kufika kwenu hapa iwe ni manufaa kwenu. Nenda mjifunze teknolojia hiyo ya kufuga samaki kwa kuingiza hilo lidude hilo kwenye maji, halafu unakaa hapo unawafuga bila kuanza kuchimba shimo, uanze kuweka mawe chini, uweke saruji. Hiyo ni gharama. Wewe nunua tu ile dude, zamisha mtoni, subiri samaki wako. Uvuvi oye! Kwa hiyo ndugu zangu, fursa zote zinapatikana hapa Nyakabindi. Serikali inaendelea kuhamasisha uwekezaji na ukuzaji wa viumbe maji, hasa ufugaji wa samaki, kwa kutoa elimu ambayo sasa tunahitaji kila mmoja awe nayo. Na kwa kuwa mko hapa, ni muhimu mkatembelea mabanda yale ya uvuvi na ufugaji ili muende kupata elimu hiyo. Serikali inaendelea kuhamasisha katika kuongeza vitotoleshi vya vifaranga vya samaki ili wale wanahitaji kuvitumia waweze kuvitumia. Na Mheshimiwa Waziri anaendelea kusimamia sekta hii vizuri, na tunaamini atapata mafanikio makubwa, lakini mafanikio hayo ni yetu sote. Lakini pia serikali inaendelea na juhudi za kufufua shirika la uvuvi TAFICO ili lisimamie vizuri sekta ya uvuvi. Na TAFICO ni shirika ambalo mwanzo lilipata mafanikio makubwa. Changamoto tulionayo sasa, tuna idadi ndogo ya meli zinazoshirika na uvuvi. Tukiwa tunaendelea kuongeza idadi ya meli za uvuvi, lakini pia sasa tunajikita kuwafungulia fursa wavuvi kwenye uvuvi wa bahari kuu, ambapo serikali kufikia mwezi Machi mwakani tutakuwa tayari na meli 2 za uvuvi wa bahari kuu. Kwa hiyo wavuvi wote ambao mmeamua kuvua mpaka bahari kuu, kaa tayari ili tuendelee kuingia kwenye sekta ya uvuvi kwenye bahari kuu. Sekta ya viwanda, ndugu wananchi, mnajua kwamba serikali yetu inaendelea na sera yake ya uchumi wa viwanda. Sekta hii ni muhimu sana katika kukuza uchumi wa nchi yetu, lakini pia kuboresha maisha ya wananchi. Duniani kote sekta ya viwanda ndio chimbuko la maendeleo ya haraka. Hata kuongezeka kwa uchumi wetu kwenda uchumi wa kati kumetokana na mchango wa viwanda vilivyojengwa hapo nchini. Na Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa umesema umeshajenga kiwanda, wataka kujenga kiwanda cha madawa. Simamia hilo ili kiwanda hicho kisimame na kizalishe, kwa sababu uwepo wa kiwanda tunapata uchumi, uwepo wa viwanda bidhaa inayozalishwa tunapata kwa gharama nafuu, lakini uwepo wa viwanda ajira zinakuwa nyingi, kwa sababu viwanda mara nyingi vinachukua watu kuanzia 100, 200, 1000. Kwa hiyo ndio fursa ambayo pia serikali inajitahidi kuhakikisha tunapanua wigo. Kwa nchi ambayo inategemea kilimo kama Tanzania, ni muhimu sana kuweka muhimili huu wa viwanda kwa ndio muhimili imara, na tunatarajia viwanda hivi vitakapokuwa vimeshakamilika maeneo karibu yote na viwanda mikoani, tutaanza kuona sasa hata mzunguko wa fedha kwenye ngazi za wilaya, vijiji, mzunguko utakuwa mkubwa sana. Na leo hii nimeona mambo makubwa sana. Nimemwona mjasiriamali mmoja kutoka Kishapu ametengeneza mtambo wa kuchakata katani. Mara nyingi mitambo yetu tulikuwa tunaagiza China, Vietnam na Ujerumani, lakini leo kumetokea Mtanzania
wa kawaida, anatoka Kishapu, ametengeneza mitambo iko pale imejaa ya kuchakata katani. Anaanza ile na chambua, ametengeneza mtambo wa kusafisha, ametengeneza mtambo la kufunga ule robota la katani. Kwa kweli nataka niseme nimefurahishwa sana na ubunifu huu ambao sasa Watanzania tunao. Na huyu mjasiriamali huyu, Wizara ya Viwanda na Biashara, msiondoke hapa bila ya kumuona, kumsikia vizuri, kuona changamoto zake, na muweke mkakati wa kumsaidia Mtanzania huyu ili azalishe mitambo hii iende kwenye maeneo yanayolima katani na itumike na wajasiriamali wadogo. Lakini pia apate faida, aone faida ya ubunifu wake. Kwa nyie kuanzisha mfumo mzuri kwa kutumia chombo chenu cha SIDO, kumtumia huyu SIDO ipate utaalamu na yaingie kuwa ni mmoja wa watengenezaji, na hiyo brandi yake isipotee. Hata kama SIDO mtaingia humo, atambulike yeye na ubunifu huo. Hatuwezi kuwa na utamaduni wa wazungu wanakutoka huko na kuja hapa wanavumbua vitu tulivyo navyo, alafu na sisi wenyewe tukaumizana humu ndani. Mtu anavumbua, mnaichukua nyewe mnanyang'anya na hiyo brand. Hapana. Kwa hili nitalifuatilia kuona kwamba Mtanzania huyu ufundi wake alioubuni unapewa na jina lake. Kama wazungu wanaita engine kwa jina lao la Lister, alafu tukaita Lister engine, basi huyu kama ndio Masanja, basi isomeke Masanja engine. Na nyie SIDO muendeleze hiyo brand ya Masanja engine, na akitengeneza isambazwe Masanja engine, na wale wanataka kununua waende wakanunue engine ya Masanja. Tunaweza kuhamasisha wabunifu wengi wa Tanzania, kwa sababu tayari kwa tunaanza kutambua ubunifu unaotumika na kuutumia kwenye mahitaji yetu ya kila siku. Kwa jambo hilo, Wizara ya Viwanda ni muhimu lichukue na lifanyie kazi. Ndugu wananchi, serikali itaendelea kuhamasisha uendelezaji wa ujenzi wa viwanda hivi hapa nchini ili sasa tuweze kuwa na viwanda vingi zaidi. Hadi sasa tuna jumla viwanda vipya 8477. Tumeanzisha viwanda vya kati ambavyo vinajumuisha viwanda vikubwa 201, viwanda vya kati 460, viwanda vidogo 3406, na vile vidogo sana viko 4410. Lakini pia tumeweza kuzalisha ajira zaidi ya 306,180 kupitia viwanda hivi vyote vikubwa, vya kati na vidogo. Hili ni sawa na ongezeko la 20.2. Bado tuna kazi ya kufanya. Nataka niwahakikishie Watanzania, bado serikali yenu itafanya na ina uwezo wa kufanya. Bado serikali yenu ina uwezo wa kufanya na itafanya. Leo hii, ndugu wananchi, serikali inaendelea kuwekeza katika kuchochea uanzishwaji wa shughuli za kiuchumi kwa wananchi mmoja mmoja, makundi ya wananchi, kwa kutumia mikopo inayotolewa na skimu za ukopeshaji kwa wajasiriamali. Tunayo Credit Guarantee Scheme ambayo pia inatoa mikopo. KDB Bank inatoa mikopo. PAS inasaidia kutoa mikopo. Mfuko wa wafanyabiashara ambao pia ni wananchi, NEDIF, nao pia unatoa mikopo. Na mabenki yetu yale CRDB, NMB, NBC na NNB na Tanzania Bank, mabenki haya yote yanatoa mikopo. Mikopo hii ni kwa ajili yenu wananchi. Mikopo hii ni kwa ajili ya kuondoa tatizo mlionalo la kupata mitaji. Mikopo hii ndio itawezesha kuanzisha mradi wowote ule wa gharama yoyote ile, kwa sababu tayari unaweza kukopesheka. Hata kwa shilingi 500 unakopesheka. Hakuna ambaye akopesheki. Muhimu zaidi, ukishakopa, kumbuka peleka kwenye mradi husika na baadaye uweze kurudisha. Tunatarajia, na hadi sasa tumepata jumla ya wajasiriamali 17,696 ambao wamenufaika, na kati ya hao
wajasiriamali wa kina mama 8,933 na wanaume 8,721 wamenufaika kupata mikopo kwenye maeneo haya. Lakini bado idadi hii ni ndogo. Watu wanaogopa kwenda kukopa. Muhimu uwe na mpango kazi, na mpango huo na uhakika unaweza kuusimamia, ili ukikopa basi ziende kwenye mpango ule, alafu utaona faida zinapatikana. Bado nitoe wito kwa taasisi zote za fedha zinazokopesha ziendelee kuangalia riba zao za mikopo yao. Endeleeni kuangalia riba hiyo, endeleeni kuipunguza riba ili mpate wakopaji wengi zaidi, na naamini wakishakopa wengi watarudisha kwa wingi katika kipindi mwafaka na faida mtaipata. Nataka hiyo ili ivutie walio wengi zaidi katika uzalishaji wa mali mbalimbali, huo ukiwa ndio mtaji wao. Ndugu wananchi, mwezi Juni mwaka huu serikali yetu imefanikiwa kuzindua mpango wa uwezeshaji wa wananchi kiuchumi, tunaita Viwanda Scheme. Mpango huu unaratibiwa na SIDO, VETA, Benki ya Azania, NSSF na ule mfuko wa uwezeshaji wa wananchi ulioko ofisi ya Waziri Mkuu. Na mfuko huu unalenga kutoa mikopo kwa wajasiriamali waliohudumiwa na SIDO na wahitimu wa VETA. Lakini pia Benki ya Azania kupitia mpango huu inatoa mikopo ya kuanzisha viwanda kuanzia shilingi milioni 8 hadi shilingi milioni 500 kwa wajasiriamali wenye sifa. Hadi sasa jumla ya shilingi bilioni 5 zimetolewa na NSSF kwenda Benki ya Azania kwa ajili ya kukopesha wajasiriamali. Sasa kwenye eneo hili nina wito kwa mabenki. Mpaka leo hii mabenki yetu ya hapa Tanzania, fedha iliyotolewa ina thamani ya shilingi trilioni 19 tu. Kwa benki ambazo zimeamua kukopesha shilingi trilioni 19 hazitoshi. Benki mnatakiwa kuweka hamasa na kutoa elimu kama ambayo nimeitoa hapa, ili watu wengi waweze kukopa. Na hii trilioni 19 ni kwenye sekta mbalimbali. Kwenye sekta ya kilimo bado mmekopesha shilingi trilioni 1.7 tu. Mnatakiwa kuongeza. Kilimo ndio kitatuletea uchumi wa mtu mmoja mmoja na makundi, lakini na nchi. Na ndio kwa sababu serikali yetu ya awamu ya 5 imeweka nguvu kwenye kilimo, na wote ni mashahidi tumesimamia kilimo na tutaendelea kusimamia kilimo, kwa sababu wananchi wetu walio wengi wanyonge wasio na uwezo wao ni wakulima. Na leo tumeanza kuona manufaa ya kilimo, lakini tunahamasisha pia kilimo hiki ili tufanikiwe. Muhimu sana tukiwa kwenye vikundi iwe rahisi kufikiwa na wataalamu, ili mpate elimu. Kupata mikopo ni rahisi zaidi mkiwa kwenye pamoja kwenye vikundi, lakini pia hata kutafuta masoko ni rahisi, lakini mtu mmoja mmoja ni rahisi kuibiwa. Na ndio kwa sababu tumelazimika kusimamia uwepo wa ushirika. Tunajua tulikuwa na ushirika ulikuwa mzuri sana, hapa katikati tukapata viongozi wa hovyo wakauharibu ushirika wetu. Sasa tunaurudisha ushirika ili ushirika umletee tija mwananchi, na tunasimamia kuwa na viongozi waadilifu wa ushirika ili ushirika huu ulete tija. Bado tutasimamia ushirika. Na kama kuna kiongozi, narudia tena, nilitamka hapa mwaka jana, narudia tena, kama kuna kiongozi anadhani kuwa kiongozi wa ushirika ni kwenda kupata utajiri, bora jiuzuru leo. Kama kuna kiongozi aliomba nafasi ya ushirika akidhani ukienda ushirika ni kuwa tajiri, bora uache ngazi ya uongozi huo leo. Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, ulipokuja hapa ulizungumza swala la ushirika huko kwenu Shinyanga, kwamba kuna ushirika unafanya vizuri, una wanachama na kiongozi mzuri, lakini anamaliza muda wake. Afanyeje? Ushirika wenu. Ushirika si wenu. Mko 20 mmeunda ushirika, mmechagua viongozi. Kama aliongoza akamaliza muda akachaguliwa tena, na kama kuna sheria inasema huyo kiongozi akifanya awamu 2 basi
lakini si ushirika wenu. Si ushirika wenu. Waziri wa kilimo yuko, atamaliza hilo. Kama kiongozi ni mwadilifu na wakulima wanamtaka yeye na ameleta mabadiliko, kiongozi wenu tunamchagua wenyewe, mpeni fursa. Hiyo sheria iliyobana hiyo, waziri wa kilimo yupo. Kama ni sheria ya ushirika huko mrajisi wa mkoa yupo. Tunataka ushirika huo uendelee, na kama kiongozi huyo yupo, ameongoza vizuri miaka 5, kaongezwa mingine vizuri, amemaliza muda, wananchi wanamhitaji. Nadhani aina hiyo ya viongozi ndio tunaowataka sisi. Aina hiyo ya viongozi wa ushirika ndio tunawataka sasa, ili wasimamie ushirika wetu. Sasa kwenye hili, serikali imeendelea kutenga maeneo mbalimbali kwa ajili ya ujasiriamali kote nchini kupitia halmashauri zetu. Natoa maagizo tena kwa wakurugenzi wahakikishe wajasiriamali wote kwenye halmashauri wanatengewa maeneo yao ya kufanya biashara, na wateja wajue kwamba eneo hilo unakuta wajasiriamali. Na ndio sawa rais wetu Dr. John Pombe Magufuli amekuwa akisisitiza sana hao wafanyabiashara wadogo, wakina mama lishe, baba lishe, wauza ndizi, karanga, wapewe maeneo ya kufanya biashara zao. Serikali hii inataka kuona wajasiriamali hawa wakifanya kazi yao vizuri. SIDO tulitaka kushiriki kamilifu kuhakikisha wawezeshaji hawa, wajasiriamali hawa, wale ambao wanajikita kwenye viwanda waungwe mkono. Na sasa SIDO iko katika kila mkoa. Hiyo sasa ni muhimu kuhakikisha kwamba kila makao makuu ya mkoa inatambua wajasiriamali wake wanaojikita kwenye viwanda, ili wasaidiwe na hatimaye waweze kupata unafuu mkubwa wa kiuchumi. Mkakati ambao tunao sasa ni masoko ya bidhaa zetu. Na katika kutumia fursa za masoko ya kikanda, serikali imefanikisha kuongeza kwa mauzo ya bidhaa na huduma kwenye masoko hayo yanayotoa fursa ya upendeleo maalum ambao pia inaita preferential market access, ili kuwezesha Watanzania kupata fursa mzuri. Swala masoko, tumeendelea kushirikiana na Wizara ya Biashara na Viwanda Biashara pamoja na Wizara ya Kilimo na Mifugo na Uvuvi kuhakikisha kwamba sekta zote za biashara zinaratibiwa vizuri ili kujihakikishia uwepo wa masoko wa bidhaa zinazozalishwa. Kazi hiyo bado inaendelea. Na sasa tumeamua kuhamasisha Watanzania kutumia bidhaa zetu zinazozalishwa viwandani ili soko liwe hapa nchini. Leo tunahangaika na zao letu la pamba kupata masoko ya uhakika, kwa sababu tunategemea kuuza nje. Tunauza pamba nje, wanasokota nyuzi huko, wanatengeneza nguo, wanazivaa, alafu wanazileta huko zimevaliwa, ambapo tunazalisha pamba. Haiwezekani. Nimetoa wito kwa wafanyabiashara walioko nchini wa zao la pamba. Tunajua mnavyo viwanda vya hatua ya awali vya kuchambua pamba. Twende mbali zaidi, tutengeneze na nyuzi. Agiza viwanda tusuke nyuzi. Twende mbali zaidi, tuanze kufuma nguo. Nilipokuwa na wafanyabiashara niliwapa hesabu ndogo. Unapotaka kuanzisha kiwanda cha kushona nguo, fedha ya mitaji, umeona mabenki yamekuja hapa yamejigamba kwamba wana mabilioni ya pesa. Nenda kakope. Uweze kuanzisha kiwanda kwa fedha yako mfukoni, ni mikopo tu. Mkurugenzi mkuu CRDB amesema na mabilioni anakusubiri wewe. Nenda kachukue, nunua viwanda. Mkurugenzi mkuu wa NMB kaja hapa akasema sijamleta hapa Azania, sijamleta NBC, na amesema sijaleta na benki nyingine kama TPB. Wana pesa inakusubiri wewe, kakope, nunua kiwanda cha kutengeneza nguo. Faida unaipata hapa. Chukua mfano, unaanza kushona tunguo za sare za wanafunzi wa shule za msingi, una mabilioni ya fedha. Leo tunanunua kitambaa cha blue kutoka China. Wakati tunapamba, tunakosa kiwanda cha kufuma nguo ya blue ili iwe suruali na sketi ya wanafunzi wa shule za msingi. Kitambaa cha kaki leo tunaagiza kutoka Japani, iliyotokana pamba yetu.
Kumbe sisi ungeanzisha kiwanda, tungekupa kazi ya kushona, kulizalisha hilo robota la kaki, ili sekondari zote suruali zao wavae kutoka kwenye kiwanda chako. Ni pesa iko, soko lipo. Kakati wa masoko tunao nchini, tuna uratibu, tunawahamasisha wawekezaji, anzisheni viwanda, soko liko ndani ya nchi. Ndugu wananchi, tunaelekea mwisho, nizungumzie ushirika kidogo. Nimeueleza ushirika, lakini bado mahitaji ya kuimarisha ushirika wa mazao ni mkubwa sana, na tutaendelea kuwaunganisha wakulima ili wawe na sauti moja kwenye mahitaji yao mkiwa wana ushirika. Kote nilikopita kwenye uzalishaji wanasema tunao ushirika wetu. Nzuri sana. Imarisheni ushirika wenu. Na uimara wa ushirika ni pale ambako tutakuwa na viongozi wanaoweza kusimamia ushirika wenu. Swala ushirika ndio tutaleta masoko yenye uhakika. Leo hii wenzetu wa korosho kule wanapata bei nzuri kwa sababu wanasimamia ushirika wao. Pamba tunaendelea, hatujafikia hatua mzuri, lakini mnaendelea kujiunga kwenye ushirika kwa mashaka. Yaani mna mashaka ni yapi? Una ushirika, simamia ushirika, masoko mtayaamua nyie. Kwa hili, waheshimiwa wakuu wa mikoa mko hapa, nendeni tena msimamie ushirika. Ni vizuri mmeanza, lakini tuhakikishe wakulima wote wanakuwa kwenye ushirika. Mfumo wa stakabadhi ghalani unaweza kuwafanya mkafika mbali sana. Mazao ya ufuta tumeona mwaka huu stakabadhi ghalani imeingia, lakini pia chai, tumbaku, korosho, zabibu, kahawa inauzwa kwa ushirika. Pamba nusu, lakini tutafika hatua mzuri, naamini wakulima mtatuelewa na mtaunga mkono, na wale mlioanza muendelee kuwa mfano kwa wengine. Huwezi kuibiwa pamba na wala huwezi kudhulumiwa. Tutaendelea na maboresho ya zao la pamba kwa kuwataka wakulima kubadilika, kujifunza kutoka ushirika wa mazao mengine kama nilivyosema korosho, lakini pia zao la kakao kule Ileje na kule Kiela. Mwaka wamepata fedha nzuri sana. Kilo ya kakao imetoka shilingi 500 mpaka shilingi 4500. Lakini kwa sababu ya ushirika na uuzaji wa stakabadhi ghalani, wakulima wanunuzi wanakuwa kule, wakulima huku, kila mnunuzi anasema yeye atachukua kwa shilingi ngapi. Wewe unamchagua mwenye bei ya juu. Ukishafika hapo tutafikia hatua mzuri. Lakini pia nikiwa namalizia, nizungumzie swala la uchaguzi. Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Ni muhimu sana ndugu wananchi tukapata maelezo kidogo kuhusu uchaguzi. Tuna uchaguzi mwezi ujao, tarehe 28 mwezi Oktoba, wa kuchagua rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa wabunge na madiwani. Ndugu wananchi, nawasihi sana tushiriki kamilifu kwenye mikutano ya kampeni ambayo itaanza wakati wote kuanzia tarehe 26 mwezi huu. Msikie sera bila mashaka. Matamanio yenu ni sera zenye tija, nenda mkazisikie huko. Lakini katika hili tunataka tuseme kauli mbiu yetu hii ambayo tumeiandaa mwaka huu ilikuwa na lengo la kuwahamasisha wote kushiriki kwenye uchaguzi kwa kuchagua kiongozi unayemtaka, ambaye unaamini atakuletea maendeleo. Wako wengi tumeanza kuwaona, nenda kawasikilize, lakini piga kura kwa mtu mmoja anayekufaa. Serikali ya awamu ya 5 itahakikisha kuwa wananchi wote wanaendelea kuwa salama na kusimamia kamilifu uchaguzi huu kuwa wa amani, utulivu, umoja na kuimarisha undugu zaidi. Nataka niwasihi wa Tanzania, hasa viongozi ambao watapata fursa ya kusimama mbele ya Watanzania, kuacha lugha za uchochezi, matusi, dharau zilizokithiri ambazo zinaweza kuchochea migogoro isiyokuwa muhimu. Serikali kama chombo cha kuhakikisha nchi inabaki kuwa salama, hatutasita pale ambako inaonekana jambo hili linakiukwa bila sababu yoyote hii. Lakini matumaini yetu kwamba wote tutashiriki, na Watanzania wanahitaji kusikia maneno yanayokaa kichwani vizuri.
maneno ya busara, maneno ambayo yana maendeleo, ili mambo yaweze kwenda vizuri. Mwisho kabisa, ndugu wananchi, niwashukuru sana kwa uvumilivu leo siku hii ya mwisho. Maana mko hapa toka asubuhi mnapita kwenye maonyesho, lakini mlikuwa mnasubiri kwa hamu mkutano huu ambao tunaumaliza sasa. Lakini tukiwa tumemaliza, nitambue kwanza eneo hili la Nyakabimbi kwamba ni eneo linalotakiwa kuwa la kudumu wakati wote. Tuna hiki kitu tunaita kitaifa. Hii kitaifa isisababishe maeneo kama haya kaachwa pala ambako haitu kitaifa eneo hilo. Leo wana Simiyu mna eneo la kupata elimu, wana Msoma, Mara mna eneo hili la kuja hapa kujifunza, wana Shinyanga mna eneo hili hapa, eneo ambalo ndio kama vile shamba darasa ya jambo unalohitaji kulijua. Wale ambao hamjajenga, jengeni majengo ya kudumu ili shughuli zenu ziendelee pawe pa kudumu. Nimeona kuna majengo matatu tu hapa ya kudumu. Pale JKT, hapo jengo la Wizara ya Kilimo, na hilo ghala kubwa. Wengine mmeweka maturubai. Jengeni majengo ya kudumu. Na maeneo yenu yatambulike. Tujue hapa ni eneo la PAS, hapa ni eneo la NNB, na benki iwepo na ifanye kazi hapa Nyakabimbi. Hapa ni sekta binafsi, sekta hiyo iendelee. Tunataka eneo hili liwe ni eneo la kudumu. Na ikiwezekana sasa halmashauri pembeni, pima mji iwe kubwa hapa, mji ambao utakuwa ni mji wa kibiashara zaidi. Kwa Bariadi ni mji wa kiserikali, hapa iwe ni mji wa kibiashara. Wafanyabiashara mje hapa, jenga majengo yenu ili siku ya 8 wakulima wanakuja wanajifunza na maandalizi yanafanyika. Tunaendelea kuangalia mpango mzuri wa namna kusherehekea sherehe hizi za kitaifa. Hapa tumekaa miaka 3, lakini tunaona bado haitoshi. Tungetamani kila mwaka tuje hapa. Lakini tunajua mahitaji bado yako mengi. Kwa tunachukua hili ndio iko ndani ya serikali, tunataka kuliangalia vizuri ili tuwe tamko zuri juu ya maeneo haya yaliyoandaliwa, kwa ni maeneo ambayo yanaweza kuwa endelevu na yanatumika na wananchi wakati wote, kwa sababu pia tunawekeza. Tuna hilo jengo hapo la milioni 800, tuna jengo la wizara hapa milioni 500, tuna JKT Kawezi pale milioni 500, tumeona kuna majengo ya kudumu kule milioni 200. Sasa hatuwezi kuacha eneo hili kabaki na milioni hizi 800, 500, 200 zikapotea. Lazima tuweke utaratibu. Kwa wizara, chukua hili, fika ofisini, tujadili namna mzuri ya kuendesha maeneo haya ya kilimo ambayo pia tumewekeza majengo muhimu. Kwa hiyo niwashukuru tena Wizara ya Kilimo kwa maandalizi mazuri ya sherehe hizi hapa nchini, nikijua kwamba ziko kwenye kanda zote, lakini hapa ni kitaifa. Kwa hiyo hapa ni shukuru kamati ya maandalizi iliyoratibu shughuli hizi mpaka kufikia jioni hii ya sasa. Lakini shukuru ofisi zote, wizara zote ambazo zimeshiriki, ikiwemo na ofisi ya Rais, tawala za mikoa na serikali za mitaa, TAMISEMI, pamoja na ofisi yangu ya Waziri Mkuu. Shukuru Mheshimiwa Waziri wa Nchi, ofisi ya Waziri Mkuu, lakini uongozi wa mkoa wa Simiyu wenyewe, Shinyanga na Mara, hongera sana kwa ushiriki mzuri na uratibu, bila kuwasahau wadau wote ambao mmeshiriki kwenye maonyesho haya. Na kwa kweli tumefurahi kuona mambo mengi, tumeelimika kupitia maeneo yote ya maonyesho, na tunaamini jambo hili litaweza kuleta tija. Niwashukuru wote mliotoka taasisi za umma na binafsi, wadhamini wetu. Tunaamini kuna mdhamini mkuu, lakini wadhamini ambata wote tunawashukuru sana. Lakini pia niwashukuru wananchi ambao mmejitokeza kutoka siku tunazindua Makamu wa Rais alipokuja hapa, na mmeendelea kuja kila siku kujifunza na kuona ubora wa eneo hili. Lakini leo wananchi mko hapa mpaka sasa mnasubiri hii hotuba iweze kuhitimisha. Lakini kama nilivyosema, nitakapomaliza hapa Msechu atakuwa ameshaingia hapo. Tukiwa tunajiandaa kutoka,
basi bwana Msechu, nawe sogea tu bwana Msechu, na wananchi wanasubiri wasikie hayo mapigo yako yale, na wewe ni mmoja kati ya wasanii maarufu nchini. Tunakutambua na kwa kweli unafanya kazi mzuri sana na crew yako ambayo pia hapa na mimi nitaishuhudia leo. Nilikuwa nakusikia tu, leo na kuona live. Baada ya kusema haya, kwa kuwashukuru viongozi wote na wananchi kwa ujumla na wote ambao mmeshiriki, natamka rasmi kuwa maadhimisho ya 28 ya sikukuu ya wakulima 88 kwa mwaka 2020 yanayofanyika kitaifa kwenye viwanja hivi vya Nyakabindi hapa mkoani Simiyu sasa nimeyafunga rasmi. Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania. Asante sana kwa kunisikiliza na nawatakia maisha mema. Asante sana. Simiyu oye! Oye! Simiyu safi! Safi! 88 kitaifa oye! Oye! Dr. John Pombe Magufuli oye! Oye! Asante sana. Karibu Msechu. Naam, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Kassim Majaliwa akikamilisha hotuba yake ambayo imegusia masuala mengi katika hotuba hiyo. Majaliwa oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, tunaomba utusaidie kazi chache zilizobakia.